Mtazamaji wa TAKUKURU TV, maji ni uhai. Kama tunavyofahamu, maji ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Leo tuko wilayani Kibondo mkoani Kigoma, ambapo Mwenge wa Uhuru Kitaifa mwaka 2025 unatembelea na kuzindua miradi mbalimbali mkoani humo. Moja ya miradi iliyozinduliwa na Mwenge wa Uhuru wilayani Kibondo ni ujenzi wa tanki la maji la lita 1.5 milioni lenye thamani ya zaidi ya bilioni 1.4. Wakiongea na TAKUKURU TV, wanufaika wa mradi huo ambao ni wakazi wa wilaya ya Kibondo wameshukuru serikali kwa kukamilisha mradi huo, kwani umewaondolea adha ya upatikanaji ya huduma ya maji iliyokuwa ikiwakabili kwa muda mrefu. Kwa kuanza, mhandisi Constantine Eliashija ambaye ni mhandisi wa mamlaka ya maji Kibondo mjini ameeleza ni kwa namna gani mradi huo umesaidia kutatua tatizo la maji katika wilaya hiyo. Leo hii tukiwa kwenye uzinduzi wa mradi wa maji wa tenki la lita 1.5 milioni ambao umegharimu kiasi cha bilioni 1.4, ambapo kwa kipindi cha nyuma wananchi wa Kibondo mjini ambao wanakadiriwa kuwa na idadi ya wananchi 35,000 walikuwa wakipata adha ya maji katika wilaya yetu ya Kibondo mjini. Lakini kupitia mradi huu ambao umetekelezwa kwa pesa ya serikali, umeweza kuwanufaisha wananchi hawa kuweza kuepukana na shida ya maji, ambapo walikuwa wakifuata maji umbali mrefu, ambapo kwa sasa wanaweza kupata huduma ya maji kutoka wastani wa masaa 4 mpaka masaa 12. Hivyo tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kuweza kutusaidia kuweza kupata huu mradi na kuweza kutatua changamoto ya maji katika eneo letu la Kibondo mjini. Napenda kwanza kuishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kutupatia fedha kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu. Aidha, kama mnavyoona, tenki ni lita 105 ambapo litatatua changamoto kubwa ambayo tulikopo nayo mamlaka ya maji. Kwanza, tulishindwa kabisa kuongeza mtandao kwa sababu matenki yaliyokuwepo yalikuwa hayakizi. Tutasukuma maji lakini mwisho wa siku hayatoshelezi kwa sababu matenki ni machache. Lakini pia itatuongezea uwezo wa kuhifadhi maji kwa zaidi ya 30%. Ukiangalia mradi huu umetekelezwa katika viwango na ubora ambavyo unatakiwa, na hii ni kutokana na ushirikiano wa taasisi mbalimbali, na moja ya taasisi hiyo ni taasisi ya kupambana na kuzuia rushwa ya TAKUKURU. Tumeshirikiana nao moja kwa moja kwa maana ya ufuatiliaji wa mradi. Sehemu zingine ambazo tulikuwa tunaenda ambazo sio, tulikuwa tunashauriwa, na sisi tulikuwa tunafuata maelekezo kwa wakati na tunatekeleza kwa wakati. Kwa hiyo kufanikishwa mpaka mradi ukawa na kiwango kiasi hiki ni ushirikiano wetu na taasisi ya TAKUKURU, na tunaendelea kushirikiana nao, na pia napenda kuniwashukuru sana. Mimi binafsi ninamshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea maji safi na salama. Kwa kweli tulikuwa na changamoto kubwa sana. Tulikuwa tukifuata maji mtoni takriban masaa 2 kwenda na kurudi, lakini sasa tunaenda kuchota maji karibu. Hivyo basi, ninawaomba wananchi wenzangu tushikamane pamoja ili kuulinda mradi huu wetu wa maji. Tunashukuru huu mradi wa maji ambao tumepata. Wakina mama walikuwa na shida ya maji, kutumia mwendo kufuata maji yalipo, maji kwa mbali. Kwa sasa hivi tunashukuru sana serikali. Awali tulikuwa tunapata maji machafu sana, maji ambayo yalikuwa yanachanganyana na vumbi, kama ambavyo tunaona hali yetu ya Kibondo ilivyo, hali ya vumbi na kadhalika. Tulikuwa tunapata maji mazingira ya hatarishi sana, mazingira ambapo mtu kwenda kuchota maji ilikuwa ni changamoto. Kutoka hapa mjini Kibondo kwenda mpaka maji yalipokuwa yanapatikana ilikuwa ni changamoto sana, na hata hivyo tulikuwa tunayapata maji hayo yakiwa yamechanganyana na tope na vitu ambavyo sio vizuri. Tunamshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yetu kwa sababu ya kutupatia huu mradi mkubwa. Tumepata mradi mkubwa ambao umesaidia kutatulia changamoto tuliyokuwa nayo awali, na hivi tuna matenki mengi, lakini tuna vyanzo vingi ambavyo vinatusaidia kupata maji safi na salama. Akizungumza na wakazi wa wilaya Kibondo wakati akizindua mradi huo, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa ndugu Ismail Ali Usi
Amewasihi wananchi kuulinda mradi huo ili uweze kudumu kwa muda mrefu. Leo hii tumekuja kuweka upendo eneo ambalo wengi hawakutarajia, lakini leo hii tumekuja kuweka heshima baina ya wananchi na serikali ya wilaya hii ya Kibondo. Ndugu zangu wananchi, tunakumbuka ya kwamba Mheshimiwa Rais Daktari Samia wakati anaapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, moja kati ya mambo yalikuwa kipaumbele ni swala zima la kwenda kuboresha upya miundombinu ya sekta ya maji. Ndipo ambapo mama huyu wakati ameunda baraza la mawaziri aliweza kuunda wizara inayohusiana na maji na ambayo haihusiani na jambo jingine lolote. Naamini leo hii wilaya hii ya Kibondo unapoenda katika kata, vijiji na vitongoji vyote, kwa kweli miundombinu ya maji safi na salama imewezesha na imejengwa kwa ubora wa hali ya juu. Na ndio maana hapa mjini leo tumekuja kujionea hayo kwa vitendo. Ni lipi jukumu letu kama wananchi kupitia miundombinu hii ya maji? Kwanza, tuendelee kuithamini na kuilinda. Pili, tuendelee kuisemea katika maeneo yote. Wapo baadhi ya wachache ndio ambao kwa kweli hawatamani miradi kama hii kuwepo, lakini sisi tulio wengi kwa kweli tunatamani. Ni kwa sababu kumeenda kuondosha kabisa changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama. Na ndiyo maana hata nyinyi wenyewe hapa muda sio mrefu mlikuwa mnasema kwamba Kibondo maji safi na salama, maji ni mwa. Naomba jipigieni makofi mengi sana. Ni imani yangu kwamba leo hii wananchi watakwenda kuilinda miundombinu hii ya maji safi na salama. Leo hii tunapoizungumza mkoa wa Kigoma, tunapoizungumza wilaya hii ya Kibondo, kwa kweli miundombinu ya maji imewafikia wananchi wa ngazi mbalimbali. Ukienda vijijini maji yapo ya kutosha, ukienda kwenye kata maji yapo ya kutosha, ukienda kwenye vitongoji nako huko hakusemeki. Leo hii hakuna mwananchi ambaye anaishi ndani ya wilaya hii anaifuata miundombinu ya maji akazidi zaidi ya mita 500. Umezidi, umetembea parefu mita 400 ama 200, naomba jipigieni makofi mengi sana. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV.